sisi kwa wanavunjo tunasema ni siku ya historia kwa sababu imekuwa ni ombi na kiu kuwa na halmashauri yetu Vunjo kwa muda mrefu sana, na nikiri ni kweli mchakato ulianza 2021 kama document zinavyozungumza, na baada ya ujio wa waziri mkuu juzi, nadhani ndio sasa tumerudi tena hapa kuangalia namna tunaweza tukaendana na hii spidi ya mheshimiwa waziri mkuu na maelekezo ya mheshimiwa naibu waziri TAMISEMI. Nimeshukuru mjadala umeenda vizuri na nimeshukuru pia wajumbe pia kwa ujumla wameitikia wito na wamekubali ombi, na mimi mheshimiwa mwenyekiti nakubaliana na ile ombi. Ni ombi ambalo la muda mrefu na wanavunjo kwa kweli kipindi hiki tunastahili sisi tuwe na halmashauri yetu ili huduma ziwe karibu zaidi, lakini pia maendeleo yetu kuchochea uchumi wetu wa Vunjo. Tunaamini tukipata halmashauri kama nilivyoeleza kwa waziri mkuu, basi Vunjo itakuwa kwa kasi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hoja iliyoko mbele yetu, lakini pia nikiwa kama mwenyekiti wa halmashauri, mimi pia nitaunga mkono hoja hii kwa sababu kwenye halmashauri yetu hili jambo lilianza kuanzia mwaka 2021 ambapo muasisi alikuwa ni mwenyekiti wa halmashauri akiongozwa na mbunge wetu Makoi. Kwa hiyo kwa kuwa mchakato huu ulianza zamani, na mimi basi kama mwenyekiti wa halmashauri ninaunga hii hoja mkono. Mheshimiwa Mwenyekiti, msukumo mkubwa kama nilivyoeleza umekuja baada ya kupata agizo tena la Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya Mheshimiwa mbunge wetu wa Vunjo Mheshimiwa Enoch Kola kwa niaba ya wananchi kuomba tena na kukumbushia kuhusu kuanzishwa upya kwa halmashauri mpya ya Vunjo, na Mheshimiwa Waziri Mkuu kumtaka waziri aliyekuwa naye wa TAMISEMI, naibu waziri wa TAMISEMI, kuelezea mchakato ambao utakuwa tufuata, na sisi tumezingatia mchakato yote. Kwa maana leo tuko hapa, kwa hiyo tunawasilisha ajenda hii kwa wajumbe ili waweze kutoa maoni mbalimbali. Tunachofuata ni vigezo, tumeonyesha vigezo mbalimbali. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye ni kikao chetu, kwa maoni ya ujumla halmashauri kuanzisha halmashauri mpya ya Vunjo unakidhi vigezo. Wajumbe watakuwa wameviona pale. Sawa, huwezi kupata vigezo vyote 100, lakini kwa asilimia kubwa vigezo muhimu vimefikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu wajumbe walikuwa na pepa hizi muda mrefu, naomba sasa niwasilishe ili waweze kutoa maoni yao. Asante sana. Kuna kata 16, lakini vikao vya ODC vinatajwa vilivyokaa ni vikao kwenye kata 14. Katika hilo jimbo la Vunjo ambayo inapendekezwa kuanzishwa halmashauri mpya ya wilaya ya Vunjo ina kata 16 kama jinsi ilivyoeleza sahihi, lakini kata 14 ndizo ambazo zilikaa. Kata 2 hazijakaa kwa sababu ni kata ya Njiapanda pamoja na kata ya Makuyuni, na kata hizo zinaangukia katika mamlaka ya mji mdogo wa Himo, ambao mamlaka ya mji mdogo wa Himo hatuna wajumbe wa ODC kwa sababu hatuna wenye viti wa vijiji pale, tuna wenye viti tu wa vitongoji. Kwa hiyo wao maoni yao yalikuja kutolewa kwenye baraza la madiwani kupitia wawakilishi wao ambao ni madiwani. Kwa kata ya Makuyuni pamoja na kata ya Njiapanda wao hawatumii ODC, ndio maana hakuna ODC ambazo zilikaa. Kwa wao wanakuja kwenye baraza la madiwani. Yes, na kule wana kikao chao cha baraza la mamlaka ya mji mdogo, ndio wanaingia kule, alafu zinaletwa kwenye halmashauri. Kwa ndio maana unaona kata 2 hazijakaa. Na ukiangalia pale kwenye taarifa, ipo taarifa ya baraza la mamlaka ya mji mdogo wa Himo ilipokaa na likaleta kwenye halmashauri kupitia baraza la madiwani. Hilo lilikuwa la kwanza, lakini kigezo kinasema kwamba tuwe na kata zisizopungua 20, lakini tuna 16, maana tuna upungufu wa kata hizo 4, lakini tunaangalia hitajio ni nini, na imetajwa hapa kwamba upo uwezekano wa kuja kuanzishwa kata nyingine kama mchakato jinsi ambavyo utaeleza. Kwa hiyo kwenye 20 sisi tuna 16, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hii halmashauri ya wilaya ya Moshi tuna kata ngapi? Ziko 32, si ndio?
ziko 32 lakini itakuwa 20. Kwa hiyo inaweza ikawa plus or minus, lakini lengo ni kwamba lazima tuwe na hiyo idadi ya watu na nini. Vipo vigezo vingi ambavyo vimetaka. Kwa hiyo ni kweli tunakata 16 lakini kigezo kinataka kata 20. Na huku mpango kama tutaridhiwa, kwa sababu pale katikati tulisimama kwa sababu yalikuwa yapo maelekezo ya serikali kwamba hatuna haja kwa sasa ya kuanzisha mamlaka mpya ndani ya maeneo yetu haya. Yalitoka maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo sasa tunaweza kata 16 kati ya kata 20. Haya, square meters. Kigezo kinataka square meter 5000. Lakini jimbo la Vunjo lina square meters, kilometer squares 682. Hii tu halmashauri ya wilaya ya Moshi hii ambayo inatakiwa kugawanywa ina square meter 1378. Lakini tayari imekuwa wilaya tangu lini? Imekuwa halmashauri ya wilaya tangu lini? Ilianzishwa lini halmashauri ya wilaya ya Moshi? Muda mrefu sio? Kwa hiyo hii yenyewe maana kwa maana ya eneo la kiutawala ya hiyo square meter 5000 haijafika. Ni 1378. Sijui kama mnaipata hiyo picha. Kwa hiyo kwa maana ya square meter na ni maeneo mengi. Ukienda pale halmashauri ya mji Nzega. Halmashauri ya mji Nzega yenyewe ina square meter nadhani 218. Ruti yake tu ambayo unazunguka halmashauri yote ni kilomita 18. Mimi nilienda pale mwaka 2024 kwenda kukimbiza mwenge wa uhuru. Saa 7:30 tumemaliza mbio za mwenge wa uhuru. Tuko uwanjani. Only kilomita 18 tulizunguka. Lakini ni halmashauri ya mji. Kwa hiyo pamoja na kwamba tuna square meter hizi, lakini hitajio kwenye haya mengine tunaangalia, je, tunakidhi vigezo vya kuanzisha halmashauri ya manispaa ya Moshi? Ukiangalia jinsi ilivyo pale katikati, ndani ya masaa 3 unaweza kuwa umeimaliza halmashauri yote. Sijui kama tunaelewana vizuri. Kwa lengo linaloangaliwa pia ni kuendelea kusogeza huduma kwa wananchi katika eneo la ukaribu zaidi. Kwa ni kweli kwenye hicho kigezo kwa maana ya square meters, kwa sisi tutaenda alafu tutapeleka kwenye RCC na wale wakubwa kule wataangalia kama vigezo vilivyo vingi vis-a-vis vigezo hivi ambavyo tutakuwa tunapelea. Lakini jambo jingine limetajwa hapa, kuwepo na hospitali ya wilaya. Ni kweli kama alivyoeleza Bwana Lema hapa, kigezo kinataja lazima tuwe na hospitali yenye hadhi ya hospitali ya wilaya. Sasa nini tukubaliane hapa wote? Manispaa ya Moshi tunajenga leo hospitali ya wilaya. Kule Moshi Manispaa. Halmashauri ya Manispaa ya Moshi yetu ya serikali. Halmashauri ya wilaya ya Moshi tunajenga hospitali sasa hivi ya wilaya kule Mabogini. Kwa hiyo hapa tuseme hivi, pamoja na haya yote, halmashauri na serikali tunapopendekeza tuweke na mpango wa kujenga hospitali yenye hadhi ya hospitali ya wilaya katika halmashauri inayopendekezwa ya Vunjo. Hayo ndio yatakuwa maoni mazuri kwamba tunahitaji kuanzisha halmashauri hii mpya. Mpango huo uende sambamba na yale mahitaji sasa ambayo yanahitajika ya kuwepo na hiyo halmashauri. Sijui kama tunaelewana vizuri. Sasa hivi hapa tuna halmashauri ya wilaya ya Moshi. Tuelewe vizuri. Bwana Lema hapa umeeleza, nasema sasa huyu anayeitwa mkuu wa polisi wa wilaya atakuwa na kituo kipi cha polisi? Sasa hivi tu hapa halmashauri ya wilaya ya Moshi hii hapa ambayo tu wilaya ya Moshi kiusalama ni wilaya ambayo inahudumia halmashauri 2 na majimbo ya uchaguzi 3 as of now. Kwa hiyo mkuu wa polisi wa wilaya tunaye ni mmoja kwenye wilaya nzima, mkuu wa wilaya mmoja, na vyombo vingine vyote pale mnaowaona viongozi wa kamati ya usalama, kila chombo ni mtu mmoja. Kwa hapa tumesema kwamba lazima kuwepo na kituo cha polisi. Vunjo tunacho kituo cha polisi kikubwa cha hivi ambacho ndio kinahudumia hilo eneo pamoja na vile vituo vingine vidogo, na tumeendelea kuhamasisha na tutaendelea kwenye eneo zetu za kata huko kote tuweke vituo vya polisi ambavyo vitakuwa vinaendelea kuhudumia. Kwa baada ya kuipata hiyo halmashauri inopendekezwa, kama mamlaka zikiamua, tutaendelea kuboresha kwanza kituo chetu kituo chetu cha polisi himo pamoja na vituo vingine vya polisi. Kama wakubwa wakisema sasa baada ya kuanzisha halmashauri tunakwenda kuanzisha wilaya ya kiserikali, sio halmashauri, wilaya ya kiserikali, maana lazima tutakuwa na mkuu wa polisi kule ambaye atakuwa sasa na kituo chake kikuu cha polisi cha hadhi
ya kituo cha polisi kinaitwa kituo cha polisi cha wilaya. Sijui kama tunaelewana vizuri viongozi. Kwa hiyo hilo nalo lazima na nyewe lieleweke hivyo. Na hivyo magereza hapa, magereza tunayo magereza kuu moja iko pale Karanga, ambayo ndio inahudumia eneo lote linaloitwa wilaya ya Moshi, ikiwa ni pamoja na hizi halmashauri mbili zilizopo za sasa. Lakini lazima mkurugenzi na wataalamu tuwe na mipango, kama tunaendelea kusogeza huduma zaidi maeneo yetu, kadri ambavyo yataendelea kuruhusu, tuweke mipango ya kuweka hizi taasisi, kwamba jeshi la zimamoto na uokoaji lipate kituo chake, magereza tupate kituo chake, kuwe na gereza lingine. Kwa hiyo lazima tuangalie katika maeneo yetu, ambapo kama ardhi itaendelea kuturuhusu, tuweze kuwa na mpango wa kujenga magereza katika eneo hilo kulingana na uhitaji na vigezo. Sasa kuanzisha magereza mapya tutaangalia yanasemaje, lakini katika kipindi kilichopo bado tunaendelea kuhudumiwa na gereza kuu Karanga ambalo lipo na linapatikana ndani ya wilaya yetu hii ya Moshi.